ajili yako, yupo kwa ajili ya kazi ya Bwana. Mungu amenisimika kwa wakati, upo wakati ambao Mungu amesema niufanye mpaka wakati huo ndipo Bwana atakaponiita, sio kwa ajili ya watu tu, hapana. Mungu mpaka aseme yatosha mwanangu, hapo ndipo naweza nikaenda kwa Baba. Haleluya! Lakini sio kwa mkono wa shetani, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Na yamkini inawezekana wewe ndio unayesababisha. Tuko pamoja? Yawezekana wewe ndiye unayesababisha. Kila napokuelekeza uelekezeki, yaani hueleweki. Kuna nguo fulani hivi, na mimi na mkoti mmoja hivi, haujulikani ndani ni wapi na nje ni wapi. Ukiugeuza huku unavaa, ukigeuza huku unavaa. Ndivyo kanisa lilivyo leo. Mchungaji wangu mmoja kunafundisha chuo cha Biblia pale Dodoma, wa hiyo jiti anaitwa Katamba, naye majuzi anatoka kupeleka semina, wakampa sumu mpaka leo hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hao wapendwa wanageuka kuwa wasiopendana. Peleka habari za Kristo, wanamgeukia. Wameshindwa kwenye uchawi, wakashindwa kwenye mapanga, wakampa sumu. Na waliwaza kwamba takalunga, tumeshindwa kwenye mapanga, tumeshindwa kwenye risasi, kwenye uchawi ndio usiseme. Yawezekana hapa atakufa, lakini Mungu amesema mtakula vyakula vya kufisha, navyo havitawazuru. Takula vyakula vya sumu, havitawazuru. Ni pale ambapo umemruhusu Yesu awe ndani yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Sitaisema habari hii leo, ipo siku nitakapoisema. Ilikuwaje na imekuwaje na inaendeleaje? Inaendelea kama hivi ninavyoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inaendelea kama hivi ninavyo, na Geita tunaenda kuhubiri. Amen. Lakini ashukuriwe Mungu wa mbinguni, wakati napata nafuu napigiwa simu na yule askofu wa Geita. Ananiambia imekuwaje? Kuna nini? Weka mkono kifuani. Yaani sijaongea chochote, akuleta Bwana Yesu asifiwe. No, inakuwaje? Kuna nini? Weka mkono kifuani. Akamaliza kuomba akasema, kwanza kabla hujanieleza, nimeona saa 7:30 umelishwa vitu ambavyo sio sahihi. Na ukaanza kutapika maji. Sasa sijawahi kukuona, nilikuwa naendesha gari, nikasikia hali fulani, nikaambia mhubiri anayekuja kuhubiri hapa, nenda ukamtunze. Nikamwambia dereva, twende kanisani. Nipenda kanisani, tunaomba. Kuna viashiria ambavyo wanakuona una nywele ndefu, ndio wanajua kwamba ni yeye. Sasa niwaambia anayekuja kuhubiri, nikathibitisha kwamba ni wewe. Nikamwambia baba, sitaongea chochote, ndivyo ilivyokuwa. Shemasi, naomba watoto wote wa kanisani hapa waingie kanisani, alafu wakae watulie. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema. Ninaendelea. Haleluya. Shike jirani yako mkono, ambie ni wakati wa kufanya kazi. Bwana amenituma leo kwako. Sikiliza kwa makini. Mungu amenituma leo kwako. Pigie Yesu makofi mazuri. Pigie Yesu makofi mazuri. Kila ninapoona tunapomwabudu Mungu hatujafikia hata robo moja. Hata makofi naona hatujafikia hata robo moja kupigia Yesu makofi mazuri. Yeye ni wa thamani kuliko vitu vingine vyote. Haleluya. 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 Mpe Yesu makofi mazuri. Haleluya. Yes. Tunatoka Geita, kimpendeza Mungu mnaenda Kigoma kuwafurumua wachawi. Nadhani alikotoka Elia, mnaweza mkaenda kwenda kuwafurumua wachawi. Amen. Kazi ya Kigoma, Leonard, ni kufanya nini? Ndio kazi ya kwenda kila eneo unaloenda lazima ujue kule kuna wingu gani siku.
Sawa? Zeni mbona unacheza kwa vizuri? Tunaenda wote Geita. Ndio, nao wanajifunza. Tunaenda wote Geita. Mungu ameshakuona. Na mke wako anaenda Geita. Usilete uzuru. Mke anaenda haendi. Mke wako anaenda haendi. Kwako sio yeye, kwako wewe unamruhusu amruhusu. Sio Mungu anajua, wewe ndio unayejua. Unamruhusu amruhusu. Mimi nataka nitengeneze hapa, kuna wanaume ambao ni dictator. Wanazuia wake zao kufanya huduma. Naanza kwa mzee wa kanisa. Kwa nini nimekuanza wewe? Huyu hajawa na mke bado. Kwa maana nimekuanza wewe. Anaenda haendi, hapa ni madhabahuni. No? Sijakwambia kesho. Nimekwambia Mungu. Kwani wewe hujapanga kwamba kesho unaenda kazini? Hujapanga kwamba kesho unaenda kazini? Mbona jana ulikuwa unapanga kwamba kesho tunafanya ibada? Na umenipigia mimi mwenyewe kwa ushahidi wa kutosha. Na misigoro ninazo. Alafu nilikuwa na rekodi. Niwashe. Unamruhusu aende au hautamruhusu? Utamruhusu kwenda Geita kwenye mkutano? Kwa nini hamruhusu kwenda mkutano? Kwani yeye hana akili anapokuja kuna watoto? Kwa wote hao ambao wanaenda hana watoto. Jamani kanisa msikilize. Kuna watu wako mbele huku ndio wanaofanyisha kazi ya Mungu. Nimeongea makusudi kwa sababu nina ujumbe. Kuna hiyo ya kunyisha mwangu hiyo. Huu ujumbe ni kutoka kwa Mungu. Na ukitaka kupuuza ujumbe, acha siende. Alafu tutakachopata tutafuta na mimi. Sikutishi, lakini ujumbe ndio nataka kufikishia. Wewe unataka nini niwaje kama na mzuizi? Kwani kuna mtoto ndani yeye? Ni Aspe hajui kupika. Mimi nishaona kwa macho haya. Wewe nidanganye kingine. Yaani familia yako hizo kunidanganya zaidi. Kama hajui kupika watabaki kwa mchungaji. Sababu nyingine. Sio kuwapikia, watabaki kwa mchungaji. Amina. Amen. Mama mdogo. Amina. Mama mdogo, hebu simama. Tutashinda kuwapikia watoto wawili tu. Sasa, hebu kaa, usisumbuke mwanao. Sema kingine. Haya, ndaye na kusukia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini usiende kuanzisha hii jambo hili kule. Tumeongelea madhabahuni yanabaki hapa. Mungu ameshaweka tiki. Kwamba naenda wala tuhitaji hata nauli yako, hatuhitaji. Mpe tu hela ya kula tu kununulia pipi na vitumbua, kuna vitumbua vitamu kule na mwatroni. Vitumbua vitamu kule vya mkoani. Kwa hiyo sisi hatuhitaji nauli yako. Gari inakuja hapa, dereva huyo hapo uko naye hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ile gari kwa kadi ya gari ile inabeba watu 50, lakini kwa huku Swahilini zaidi ya 70. Sasa. Haleluya. Na inatuleta hapa. Yaani inakuja kuzindua kwamba baada ya mkutano na kujenga hapa watu wataanza kununua magari, ndio maana inakuja hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Waimbaji wote tunakwenda. Mpaka kuna watu nje, sikiliza mkutano ulipo mtamu huu. Kuna watu nje na kanisa hii, hadi wachungaji wanasema na sisi tutaenda. Kuna mwingine alisema mchungaji, nilisikia mnaenda. Nikamwambia sio ulisikia, ndivyo ilivyo. Tunaenda Geita kumua shetani na kujenga ufalme wa Mungu, alafu vitu vingine viendelee kutoka mbinguni kuja hapa. Akasema na sisi tunakwenda. Tunamwambia karibu. Yaani ule mkutano sio wa kichoyo, ni wa kusema karibu. Haleluya. Ule ndio unaenda kuweka level. Kwamba tunaenda kwenye level gani? Ule mkutano ndio unaenda kuweka level. Sisi ni level ya kimataifa. Amen. Haleluya. Haleluya. Haleluya kanisa.
Mungu mchana leo amenituma ujumbe kwako. Sema amen. Amen. Sema amen. Amenipa ujumbe kwa ajili yako. Amenipa ujumbe kwa ajili yako. Acha ujumbe wa siku zote, leo ni mwingine kabisa. Amenipa ujumbe juu yako. Haleluya. Haleluya. Naomba mshike jirani yako mkono. Mwambie kama makini usikilize ujumbe huu na kuhusu wewe. Umekuwa ukiyumba sana, lakini Mungu amenipa ujumbe huu. Na huyo Makata na Maimuna aliyomo ndani yako atoke kwa jina la Yesu. Jumbe unapoendelea, anze kuhama. Roho Mtakatifu achukue nafasi ili nisikilize maneno mazuri aliyonituma Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Sema amen. Naomba Mungu anisaidie nikufundishe nisihubiri. Sijui kama nitaweza. Naomba Mungu anisaidie nikufundishe nisihubiri, ila nikufundishe na lishikilie hili jambo. Haleluya. 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 Shika tena jirani yako, mwambie wewe sio wa kawaida. Sio kama hivi unavyojitazama. Ni mwingine kabisa. Mwambie sema amen. Amen. Ujumbe leo unasema sifa za kuwa tunu mbele za Mungu. Sifa za kuwa tunu mbele za Mungu. Kiswahili kizuri chepesi. Sifa za kuwa zawadi mbele za Bwana. Haleluya. Kwa nini tunasema uwe zawadi? Manake tayari Mungu amekuita, amekuleta kwake, amekutoa nje kwa mbwa mwitu, akakuleta kwake. Sasa anataka uwe zawadi kwake. Haleluya. Ili upokee vitu vizuri kwa Mungu, lazima uwe zawadi kwake. Maana yake uwe na vitu vya kumbariki. Amen. Ili upokee uitwe mfalme, mwana mfalme, ni lazima uwe zawadi mbele za Mungu. Kutoka sura ya 19 anza mstari wa 2 hadi wa 8. Msomaji mzuri wala karaka, nisomee kitabu cha Kutoka sura ile ya 19 mstari wa 2 hadi wa 8. Mstari wa 2 hadi wa 8. Na ujue nini maana Sinai. Hapo 19. Somaji nisomee kitabu cha Kutoka 19 2 hadi 8. Sura ya 19 mstari wa 2 hadi wa 8. Jifunze kusoma Biblia, msitegemee mtu mmoja tu. Biblia inasema, nitasoma kwa msaada wa Bwana. Naam. Na walipokuwa wameondoka Refidimu, na kufika jangwa la Sinai, wakatua katika lile jangwa, kabla ya mlimani kule. Israeli wakapiga kambi huko. Wakiukabili ule mlima wa Sinai. Musa akapanda kwa Mungu. Na Bwana akamwita toka ule mlima. Akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuhalifu wana wa Israeli maneno haya. Mumeona jinsi nilivyowatendea Wamisri, na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai. Nikawaleta ninyi kwangu. Na Mungu anasema nikawaleta ninyi kwangu. Sasa
Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu, kweli kweli, na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu. Ikiwa mtakaponitii kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu. Kuliko makabila yote ya watu. Maana dunia yote pia ni mali yangu. Nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani. Na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia Waisraeli. Naam. Musa akaenda akawaita wazee wa watu akawafunulia maneno hayo yote Bwana aliyokuwa amemwagiza. Mstari wa 8. Naam. Watu wote wakaitika pamoja wakisema hayo yote aliyosema Bwana tutayatenda. Naye Musa akamwambia Bwana maneno hayo ya hao watu. Mungu alibariki neno lake. Sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Nimekwambia sifa za kuwa tunu mbele za Mungu, ili uwe ufalme na makuhani katika Mungu na kuzipokea baraka za Mungu. Haleluya.